Tundu Lissu na Othman wazuiwa kuingia Angola. Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama Dorothy Semu na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Othman Masoud Othman pamoja na msafara wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali ya Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa ACT Mwanaisha Mdeme leo Machi 13 mwaka huu 2025 inasema viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa na serikali ya Angola bila kuelekeza sababu yoyote. Imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Africa the Platform for African Democracy PAD yaliyoandaliwa na taasisi ya Death Foundation yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 hadi 16 mwaka huu 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine ni zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiwa na serikali ya Angola. Moja ya viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu Ian Andrea Pasti. Wengine ni mawaziri wa kilimo wa Afrika Kusini na kiongozi wa chama cha DA John na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji. ACT Wazalendo inalaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi wa ACT na viongozi wengine kwa kuzuiwa kushirikiliwa uwanja wa ndege wa Luanda, ambapo ACT pia imemtaka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelekezo ni kwa sababu gani viongozi hao wamezuiwa kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Taarifa ya ACT inasomeka: tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imuite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hii, na tunatoa wito kwa serikali ya Angola kuziachia mara moja hati za kusafiria za viongozi wetu walioshikilia na kuwaruhusu kuendelea na ratiba yao nchini Angola. Hii ni taarifa kutoka ACT Wazalendo ikidai Tundu Lissu na Othman wazuiwa kuingia Angola.